الأقدام صرف الخلل سووا صفوفكم سووا صفوف. الله أكبر الله. تزودوا فإن خير الزاد ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Idi hii ni idi ambayo ni ya kupendana, kwa hivyo ni Waislamu waweze kuungana katika kupendana. Isiwe tu ni idi ambayo labda watu watafarikiana, hivyo sivyo alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingine tu ni kwamba naiomba pia vile serikali iweze kuangalia katika sehemu nyingine, kwa sababu tunaona siasa inakaribia, uchaguzi unakaribia, lakini naomba kwamba viongozi wasiweze kutamka matamshi ambayo yataleta wasiwasi katika nchi hii ya Kenya, kwa sababu tunaona wakati unapofika uchaguzi, viongozi huwa wanatoa matamshi ambayo si ya kuridhisha, ndio wanafanya wananchi pia nao wanaingia katika matamshi ambayo yanaweza kuleta hali iliyokuwa katika mwaka 2007 isiwe katika 2027 yakatokea katika matokeo hayo. Mafuta yamepanda kiasi cha kwamba maisha hapa Kenya yamepanda. Kuna watu walikuwa wakichinja mbuzi 10, 20 kila mwaka, lakini angalia hakuweza kuchinja kwa sababu ya maisha yamepanda. Sasa kwa sababu sheria imeturuhusu sisi tunaweza tukashirikiana katika mnyama mmoja, kuanzia ng'ombe, ngamia, basi imekuwa ni jambo pia tushirikiane, tuchinje pamoja na tuchinje, tumuombe Mwenyezi Mungu kwa dhati alete suluhisho katika haya masala ambayo kwamba yapo. Pia tukielekeza mikono serikali yetu tuishukuru, ingawaje ushiriki katika ibada kama kufunga, kufuturisha, na pia tuwaomba vile ibada kama hii ya kuchinja, ikiwa maisha yamekuwa magumu kama haya, pia wao watupe wanyama wa kuchinja, kwa sababu sisi tukikosa, serikali bado wana uwezo, watupe wanyama wa kuchinja tuchinje. Na hikma kubwa ya kuchinja ni kula nyama, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kula nyama. Na sisi leo ni siku ya kusherehekea, kama hatuna nyama huwezi kusherehekea kwa mchicha. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba watu washirikiane, na mtu akichinja tuhakikishe kwamba tunagawanya nyama kutoka kwa Muislamu mpaka ambaye sio Muislamu, maadamu yuko karibu na wewe umpate nyama naye afurahie. Sisi kwa sababu najua umaskini umejaa, na kwa sababu ya mafuta bila yamepanda katika hii dunia, ni kwamba watu wamekuwa na changamoto kubwa sana. Sasa Mwenyezi Mungu tunamuomba ya Rabbi tuondolee matatizo yao, kwa sababu imekuwa ni kero, na serikali zaangalie masala haya, watu wasingojee watu wagome ama tuanze demonstration alafu serikali iingie kati, itakuwa si vizuri. Wanaangalia tu kwanza kitu ambacho kimeleta shida, ni kwamba maadamu ni mafuta waweze kukaa chini na kuona kwamba waweza kufanya vipi.